Sasa kuna hii vita ambayo inaendelea ya Iran ambayo ni vita kati ya Marekani upande mmoja na Israel kwa upande mmoja, lakini upande wa pili kuna Iran. Umeona? Hii vita ilivyokuwa imeanza, watu wengi walitegemea kwamba inaweza kaisha tu haraka kwa sababu yale mabomu yalivyoanza kushuka, boom na Ayatollah Khamenei akauawa na wakauawa wa viongozi wakubwa wengi wa Iran haraka. Kwa hiyo watu walikuwa wanategemea kwamba hii vita itaisha haraka na Iran itaanguka. Unaona, yani Iran kama ile serikali ya Iran itaanguka. Kwa nini sasa hii vita imechukua muda mrefu na inaonyesha hakuna, yani mwisho wake hauko karibuni, yani umeona? Na kwa nini hii vita ni mchanganyiko wa mambo ya jiografia, mambo ya strategy za kivita, kwa nini ni mchanganyiko wa mambo ya uchumi, siasa za kimataifa, umeona? Vyote yani vimetengenezeka katika supu moja ambayo sasa ndio inafanya hii vita kuwa vigumu sana kusema kwamba unaweza ukapiga tu na kushinda. Kwa hiyo ndio leo naenda kuifanyia uchambuzi mzuri kabisa hii kitu mitovuti na hii ni Mambo Vipi. Ukichunguza sasa kiundani, hii vita unaweza ukasema ni vita ngumu sana kwa Iran, lakini hii vita ni ngumu zaidi kwa Marekani. Yaani kwa Marekani hii vita ni nguvu zaidi kuliko ambavyo watu wanavyoifikiria. Na sababu ya kwa nini hii vita imekuwa ni ngumu sana kwa Marekani tayari ushaiona. Kuna hiyo sehemu ambapo kuna huo mfereji huo unaitwa Hormuz. Huu mfereji wa Hormuz ndio umekuja kuonyesha kwamba hii vita ni ngumu kuliko ambavyo ilitarajiwa. Lakini pia ni kitu ya ajabu sana kwa sababu vitabu vingi sana vimezungumzia hata zamani, yani hii kwamba serikali itakiwa zijipange kwamba zikitaka kuleta vita ilibidi yani hapa kabisa wajue kwamba huu mpango wa huu mfereji wa Hormuz utakuwaje. Sasa sijui serikali ya Marekani haikutafakari vizuri hivyo vitu au ilikuwaje, kwa sababu hii kitu imekuja kuwa ni kitu ambao ni ngumu sana. Ile Hormuz, ile mfereji wa Hormuz ule ni kama tuseme chukulia kama dunia afu ina checkpoint moja. Ziko checkpoint zingine, kuna Panama si wapi hizo, lakini hii hapa ni ya muhimu sana. Umeona? Kwa sababu ni sehemu moja ambayo ni njia nyembamba sana ya maji. Unaona? Ambao karibu kwa mafuta ya dunia 20% ya mafuta ya dunia yanapita pale. Hayo mafuta yanatoka sijui Saudi Arabia, sio yanatoka wapi, Qatar, wote wanaochimba mafuta yao ili yatoke yaende duniani kwingine inabidi yapite hapo. Hicho na hapo ndo wa Iran wako, yani ndo Iran mmoja upande mmoja iko Iran. Kwa hiyo ni kwamba yani ni sehemu ambapo yani walikuwa wanaweza kupafunga muda wowote. Unaona? Marekani wakati hii vita inaanza walikuwa wanajua kwamba wanaweza wakalinda kirahisi pale na kufanya meli ziendelee kupita. Kwa hiyo ni kwamba ilikuwa kwamba mnaendelea kuipiga Iran huku mafuta na kila kitu kinaendelea. Lakini imekuja kugundulika kwamba hiyo kitu logistics yake ni ngumu sana. Yaani uweze ukasema tu baadaye uende usindikize na meli zako, usindikize meli kubwa, kwa sababu na hizo meli zako zenyewe zinaweza zikazamishwa pia. Kwa sababu Iran wamegundulika kuwa na teknolojia ambayo ni ndogo sana ya bei rahisi ambayo inaweza kufanya damage kubwa. Umeona? Kwa hata superpower kama Marekani ambayo tunaona ni nchi ambayo yenye nguvu sana, ile sehemu haiwezi ukaamuka tu siku moja na kusema kwamba sehemu hii ndogo ya maji, japokuwa ni ndogo kishenzi, eti kwamba utafika utaicontrol. Yani hiyo imegundulika kwamba ni kitu ambacho sio rahisi kufanyika. Hii vita ya Iran na Marekani ni kwamba ni vita fulani, wanasema ni vita fulani ya nguvu zisizofanana. Kwa hiyo kwa upande mmoja kuna Marekani na Israel ambao wana mabomu makubwa, wana ndege, umeona, kubwa, ambao ndo Marekani vita imezoea kwamba inafika pale inaweka ndege zake kubwa, dondosha mabomu. Kuna carriers yale mandege yanakuja meli makubwa yamebeba ndege kibao, unaona. Kwa hiyo Wamarekani wamezoea ile conventional war, yani ile vita fulani hivi, yani vita ambavyo tumevizoea, yani mnafika mnaenda yani kama vile kuna mtu amezoea, yani mnazichapa ngumi, yani pa ngumi kwa ngumi, umeona. Alafu Iran yeye amezoea kwamba yani mapanga akikutajiwa na kurushia, yani chochote kile. Yani nadhani ushaona ugomvi wa namna hiyo. Kwa
hata kama huyu mtu mmoja ni ana nguvu na anaweza kumpiga huyu mtu, lakini kwa sababu mwingine anatumia mbinu tu, yani ile anapigana ile hovyo hovyo, yani kumpiga inakuwa ni vigumu. Sasa kwa mfano Iran wanatumia ndio hivyo, kuna hizo speedboats wanazozitumia, ambazo hizo speedboats ni kama drone fulani. Yani hizo speedboats kwamba pale kwa sababu ni sehemu pembamba, yani wakitaka kuzamisha meli wanakituma tu kimeli kidogo na mabomu, yani kinaenda kinagonga kwenye meli, na meli nyingi za vile haziwezi kujilinda. Iran wanatumia drone ambazo ndo wameanzisha wenyewe, ndo kama wamerevolutionize, yani wamefanya hiyo teknolojia kuwa rahisi zaidi na cheap. Wanazalisha drone kwa bei ndogo sana, na hizi wanaweza wakazituma muda wote. Sasa pale kwa sababu ni pembamba sana, ni rahisi, na wameonyesha mfano, kwa sababu walivyotaka kufanya wao ni kwamba wakaonyesha mfano, yani wakadungua tu boti kadhaa, yani umeona. Baada ya kudungua boti kadhaa, zile meli zile ikabidi ziache kupita pale. Ndio japokuwa alikuja Trump akasema nyie piteni, jikazeni. Zile meli haziwezi kupita kwa sababu moja. Unajua meli ambayo imebeba mafuta full inakuwa yani ni bilioni 2 kwenda mbele huko. Yani ukichanganya meli na mafuta yaliyokuwepo. Sasa mtu anafikiria bilioni 1, bilioni 2 dola, si ndio? Na baada hapo ukienda tu sehemu kama hizo, maana insurance ambazo zinakukava zinakwambia bana usipite. Ukipita hiyo meli yako ikipigwa, ukipoteza hiyo hela, umepoteza ni hela yako. Kwa hiyo sasa, na bado kumbuka kuna maisha ya watu na nini. Kwa hiyo sasa wale watu wamiliki wa zile boti hawawezi kukubali kusema tu bana basi piteni. Umeona? Kwa hiyo sasa ni kwamba hii vita ni kwamba imekuwa sasa ni vita ambao Iran haitumii gharama nyingi, wakati Marekani wanatumia hela nyingi sana. Kwa mfano hii drone za nani zinatengenezwa hadi kwenye dola 10,000, zingine hadi dola 8,000 imeonekana wanatumia Iran kutengeneza. Wakituma drone moja, Marekani inabidi itume bomu ambalo lina gharama ya milioni 1 kuiangusha drone ya 10,000. Kwa hiyo utaona hapo ni kwamba yani hai make sense, unaona. Kitu kingine kwenye hii njia ambao ndo kwa sababu ni nyembamba sana, hawa wa Iran walikuwa wamejipanga toka zamani sana, kwa sababu hii kitu walikuwa wanategemea itakuja kutokea kwa namna moja au nyingine, kutokana na ile hali iliyopo kati yao na Israeli, na pia ikitokana na ule urafiki uliopo kati ya Israeli na Marekani. Kwa hiyo ni kitu ilikuwa wanaitegemea toka muda mrefu. Kwa sasa walikuwa wamejiandaa na meli ndogo ambazo zinaweza kwenda kulaza mabomu kwenye ile njia. Umeona? Kwa wako hivyo, wako mkao sawa kwenda kulaza mabomu, umeona? Ili kwamba ukija na meli yako kinapiga hapo boom, unasepa, umeona? Kwa hiyo wameweka hizo mines ambazo ni vigumu kuzigundua, umeona? Na jinsi ya kuziclear ni wenyewe tu ndo wanajua ziko wapi na nini na nini. Kwa hiyo itachukua muda mrefu sana kuziclear, pia kuziondoa kabisa. Kwa hiyo wao hiyo nimekuwa ni kama insurance yao pia, kwamba bana mkiendelea kuzingua tunafunga hapa. Sasa kitu kingine ni kwamba unajua kuna Red Sea kule, ambao kwamba walisema kwamba ukiweza kuilinda Red Sea basi baada ya kupitisha mafuta huku chini ambako ndo kwenye Hormuz kwa chini huku, kwamba unaweza kupitisha kupitia Red Sea afu mafuta yakaenda kule. Lakini pia tatizo ni kwamba upande ule kuna sehemu upande wa Pakistani sasa ambako kuna kikundi cha watu ambao tunaita Wahuthi hao, ambao sasa hao wenyewe ni wanaunga mkono Iran. Kwa hiyo wenyewe kule wako tayari, yani mkisema mbadilishe meli ziende huko, yani na wenyewe wanazidungua kule. Kwa hiyo wanafunga upande wote mbili. Kwa hiyo hizi nchi ambazo zinazalisha mafuta ni kama vile zimebanwa, haziwezi kutoa mafuta yao. Nini kinachotokea sasa? Ni kwamba huyu inakuwa ni vita, sio tu vita ile ya mabomu, ni kwamba sasa inakuwa ni vita ya kiuchumi. Umeona? Inakuwa ni vita zaidi ya kiuchumi kuliko ile conventional warfare. Iran sasa ameamua kwamba okay, kwa sababu siwezi kupigana nao watu kwa mabomu na kwa vitu kama hivi, na kiukweli Iran wamepigwa sana. Yani hawana uwezo wa kujilinda kwa anga, kwa sababu wamepigwa sana. Air defense zao zimeuawa, mabomu yao mengi yamelipuliwa, na pia hata zile sehemu ambazo walikuwa wanaficha, kwa sababu Iran washajenga maandaki mengi sana na kuhifadhi silaha zao na mabomu yao. Lakini wa Marekani na Waisraeli walichofanya ni kwamba saa andaki sinabidi lazima uwe na sehemu kwa kuingilia na kwa kutokea. Wakawa wanashusha mabomu kwenye ile milango ya kuingilia. Kwa hiyo inabomoa, ina collapse, inakuwa maana yake hata mabomu yako yanakuwa yako huko ndani kwenye mlima, huwezi
huwezi kuyatoa. Sasa Iran wameona kwamba okay, kwa sababu katika hii vita ya kwamba eti sisi hatuna ndege ambayo itaendana na ndege yako, mtashutiana, hatuna hivi, hatuwezi, mna air superiority na mna ubabe mwingi sana ambao mmetuzunguka. Sasa sisi tutatumia drone zetu na uchumi. Kwa hiyo ndo mbinu walioitumia. Na juzi hapa wa Iran kuonyesha tu kwamba wanaweza pia, kwa sababu Wamarekani walipokuja na meli zao wakagundua kwamba pia ni hatari, kwa sababu hizi drone zinaweza zikaizamisha hizi meli. Japokuwa meli hizi ni kubwa sana, ila ukiweza kupeleka soni, wanaita soni, yani kama vile kama kundi, unafahamu kundi linavyosafiri, kundi la nyuki. Yani unaweza ukaua drone kibao, lakini 2-3 zikifika tu zinaweza kuzamisha zile meli. Kwa hiyo Wamarekani walizirudisha meli zao nyuma kidogo zaidi kwenye maji. Lakini pia Iran wametaka tu kuonyesha kwamba wana uwezo wa kuzipiga, wameshusha bomu ambalo linasafiri umbali wa kilomita 4000. Umeona? Kwa sasa tena hapa sasa inaonyesha kwamba pia bado Wamarekani pamoja na kuwa na nguvu hiyo, bado ina maana bomu moja tu likifanikiwa kutoka na likatua kwenye hiyo meli yao moja, ambao kwa Wamarekani ni wanajipride sana na zile meli zao, itakuwa ni yani ni loss kubwa sana kwa Marekani hata kama wakishinda vita. Umeona? Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo ni mchezo sasa, ni kwamba ni mchezo wa strategy sasa. Na Iran wenyewe kitu ambacho walichoamua ni kwamba bana, okay, mimi kwa sababu unanishinda katika hivi na hivi na hivi na hivi, mimi ukinitesa kuna wale watu ambao wewe unawategemea. Na kama unajua Marekani inavyofanyaga ni kwamba inaweza kawaahidi watu kwamba bana, mimi nitakulinda na vitu kama hivyo, ambao nchi ambazo zilishaahidiwaga zitalindwa ni Saudi Arabia, Bahrain, huko Dubai, zilishaahidiwa zitalindwa. Kwa hiyo hata zinaambiwa bana, msichukue nyie mabomu yenu, msitengeneze mabomu yenu, sisi tutawalinda kikitokea chochote. Kwa hiyo Iran walichofanya sasa hivi akaona sawa. Sasa kwa sababu Israeli pia kuwapiga ni vigumu, wana ule mwamvuli wao wa kujikinga, kwa hiyo sisi tunaanza kulipua kila sehemu. Umeona? Kwamba lengo lao ni kwamba kuitesa dunia kwa mafuta, gharama ya mafuta na gharama za kiuchumi, kwa sababu wanajua hizo gharama za kiuchumi na maisha magumu ya duniani yatafanya watu waende kupiga kura kuchagua viongozi ambao watataka kuondoa hiyo conflict. Umeona? Kwa sasa hivi biashara kiujumla imesimama. Sasa kuna mtu mmoja akaniambia, "Wewe sasa unatuambia habari hizo, sisi tunaathirika vipi?" Afrika sijui sisi tumeblaniwa vipi, kwa sababu kitu chochote kikitokea duniani, yani tunaoathirika zaidi ni sisi. Yani hata vitu vingine havituhusu, tunaathirika zaidi sisi. Kwa mfano, hii issue ya vita hii, kwanza kabisa mafuta sijui sasa hivi bei ziko vipi kwa Afrika sehemu nyingi, lakini najua zimepanda. Sisi kama huko sasa hivi diesel, nikupe mfano, imepanda yani zaidi ya 50%, yani imekuwa ni gharama kishenzi. Kwa sasa hivi watu wamepaki magari yao, hawataki kwenda sehemu. Kitu cha kwanza. Lakini sasa utasema magari, kwani Afrika watu wangapi wana magari? Kwa hiyo hizo vitu haina noma. Wanapozalisha mafuta, kuna byproduct, kuna kitu kinatokea ukiwa unazalisha mafuta. Hicho kitu kinatumika kutengeneza mbolea. Mbolea gani? Ya urea. Na ndo ingredient ya muhimu kabisa. Sasa baada ya kufunga pale, nakumbuka hii ndio njia ambayo inatokana na kule kwenye uzalishaji wa mafuta, ambao hizo ingredient sasa za urea ndo zinatoka kule, zinakuja kutengenezewa mbolea huku na kufikishia watu wengine. Sasa hivi dunia ina uhaba wa mbolea vibaya mno. Kwa hiyo ina maana uhaba wa mbolea itakuwaje? Uhaba wa mbolea maana yake sasa hapo, maana yake bidhaa zitapanda juu gharama dunia nzima. Na inaokuja kuathirika sana sana ni Afrika. Bidhaa zitapanda juu, lakini pia hata hii mafuta ya kusafirisha, hizi meli, hizi ndege, hizi nini, zote zinatumia mafuta. Haya mafuta yatapanda bei, na yakipanda bei itakuwa ni vigumu kwa maisha sana sana ya watu wa Afrika. Umeona? Kwa kabla hujaanza kusema mimi hainihusu, yani jua kwamba inakuhusu tu moja kwa moja na hauna cha kufanya, ni zaidi ya kuhusika. Kwa hivyo nilivyosema, mafuta yanapanda bei, biashara zinasimama kwa ujumla. Umeona? Marekani na wale marafiki wa nchi marafiki wa Marekani wanakuwa wanapata pressure, inabidi sasa waanze kuambia kwamba Marekani kwamba vipi, kwa hata uchumi ule wa Marekani na wenyewe una bei zinapanda. Umeona? Supply chain zinavurugika. Kwa kuna mambo mengi sana yanakuwa yanatokea, unaona? Na yanaendelea kutokea. Hii ni vita ambayo tunasema ni multi front. Yani sio vita ambayo ni Iran peke yake. Ukiangalia sasa hivi tayari yani kuna Israel na Marekani wanapiga mabomu Iran, au sio bana? Haya. Iran yeye anapiga mabomu Bahrain, anapiga Dubai, anapiga wapi, anapiga UAE, amesambaza tu mabomu kila sehemu. Na analipua mtu yote ambaye anahusiana na Marekani. Israel hawamalizi tu kupiga mabomu Iran afu wakalala. Yaani wakitoka hapo wanaenda wanapiga mabomu Lebanon kujaribu kuwapiga Hezbollah,
wanaenda Yemen kwenda kuwapiga Wahuthi. Umeona? Kwa hiyo yani ni kwamba yani imekuwa sasa ni vita ambayo yani tu inazidi inatanuka. Unaona? Na Marekani sasa hivi vitu ni kwamba Marekani sasa hivi kumeona serikali ya Marekani imeenda kuomba kwa Congress kuomba bilioni 200. Kwa sababu na wenyewe sasa wamegundua kwamba hii vita ni gharama pia, kwa sababu sio tu kwamba eti kwa sababu basi jeshi lako ni kubwa na nini basi linaweza likapigana vita siku zote. Na kama bomu moja tu ni dola milioni 1, unadhani utaona ambavyo inaweza ikawa ngumu. Lakini pia ni multi-front, kwa sababu Iran walikuwa wamejiandaa toka muda mrefu. Iran walikuwa wanategemea kwamba kuna siku watakuwa attack, na ndio sababu walikuwa wameandaa vikundi vya kama hivyo Houthi na Hezbollah na nini. Hii yote ilikuwa ni katika kujiandaa, yani hawa proxies yani walikuwa wamejiandaa kwamba ili ikitokea chochote waweze kujilinda. Unaona? Ambao kujilinda ndo kama hivi sasa hivi unakuja kugundua kwamba okay, faida za wao kuwalipia Wahuthi kwa mfano ni kwamba sasa hivi Wahuthi wanaweza katishia kwamba mafuta yasipite Red Sea kwa mfano. Kwa hiyo ina maana kwamba inaipa zaidi nguvu Iran. Umeona? Lakini pia Iran katika kujiandaa kwake ilijiandaa kwa maana ya kwamba ilitengeneza uongozi, structure ya uongozi ambao ukimuondoa kiongozi wa juu, uongozi hauvunjiki. Kwa sababu kama ukikumbuka vita ya Iraki, walivyopiga Marekani walivyomuua tu Saddam Hussein, kukawa hakuna structure ya uongozi, kwa wote ukavunjika. Umeona? Lakini kukiwa na structure ambao Iran wametengeneza, yani unaweza kuwa viongozi yani levadi hapa na bado ikawa inaendelea, yani kwa sababu sasa kwa Iran unajua inaitwa Islamic Revolutionary Guard. Ni mambo yani kuna ukiachana na nchi tu na jeshi na nini, lakini kuna dini pia. Umeona? Kuna dini pia yani ambayo sasa iko embedded ndani yake. Kwa hiyo sasa ukiwa unapigana na watu ambao labda tu wanaamini katika ile bureaucracy, ile structure ya uongozi ukivunjika ni rahisi kwenda kuwavuruga. Lakini katika watu ambao wameshaiamini wameiweka na katika dini, inakuwa ni vigumu. Ni kama vile tu ambavyo Wamarekani wameweka katika dini kuhusu abortion na wanakomalia yani. Na ndo na wenzetu hao na wenyewe wana vitu vyao wamefika wanakomalia yani. Kwa hiyo kila mtu anakomalia, kila mtu na dini yake inavyomwambia anakomalia. Umeona? Lakini pia na Marekani nguvu ya kuendelea kwa sababu nguvu ya uhusiano wa Marekani na Israel ulikuwa unaendelea kupungua. Kutokana na kwamba watu wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa nini tufanye hivi, kwa nini tusupport tu hivi. Na kitu kikubwa ambacho kinaendelea kuweka huu uhusiano pamoja ni dini, tena ile dini kwamba kutokana na hawa evangelical wakiamini kwamba Biblia inasema inabidi wailinde Israel, au sio? Sasa ilikuwaje? Kwa sababu kabisa unavyoona hadi sasa hivi kutokana na vyombo vya habari vinavyoongea, unaona kabisa kuna yule labda waziri wa vita wenyewe wanasema, si waziri wa vita Marekani anasema neno moja, anakuja waziri wa mambo ya nje anasema kitu kingine, anakuja anasema rais wao Trump anasema kitu kingine. Kwa picha iliyotokea ni kwamba Marekani pamoja na kwamba kuna nguvu na vitu vyote hivyo na nini, ni kama vile kulikuwa kuna kitu walikikosea katika kupiga mahesabu yao. Unaona? Kwamba wenyewe walidhani kwamba watafanya tu strikes, yani kwamba watadondosha mabomu afu Iran itanyamaza, afu Iran wakishaua na yule Ayatollah basi Iran itasema bana nyosha mikono juu, imeisha. Umeona? Hiyo kitu wali miscalculate, kwa sababu walivyoipiga Iran ikajibu kwa nguvu sana. Umeona? Ikaana kufunga pamoja na hiyo na huo mfereji wa Hormuz. Umeona? Ambao sasa ukichanganya hiyo pamoja na kupiga mabomu nchi jirani, imekuwa na impact kubwa sana kuliko hata impact ya wao kuweza kuwa na mabomu kama yale ambao wanaweza kuirudishia Marekani. Umeona? Ukiachana na hivyo ni kwamba hii kitu imekuja kucheza vipi na siasa za dunia, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kama kwa hapa Denmark jana kulikuwa na uchaguzi, niseme hivi recent, sijui video itatoka lini. Lakini huo uchaguzi ni kwamba sasa unakuta haya mambo sasa yamekuwa yani ni kwamba lazima yaongelewe, kwa sababu sasa kila mtu anahofia kwamba ndani ya mwezi uchumi utakuwaje, uchumi wa dunia. Umeona? Na mwanzoni ilikuwa ni kwamba of course watu walikuwa wanafika wanaweza wakasema tu wakaiunga mkono Marekani, lakini ukweli tuliona sasa hivi hakuna anayetaka kuingia kwenye hii vita. Trump unajua alisema hahitaji msaada, mara kesho yake akasema anahitaji msaada, mara akasema anahitaji msaada tena. Lakini ukweli ni kwamba wameuliza hawa watu, wameuliza hizi nchi nyingine,
wameziuliza kama zinataka zishiriki kwenye vita, na nchi nyingi zimesema hazitaki. China ambaye sasa ndo mpinzani mkubwa wa Marekani kwenye hii vita ni kama vile ananufaika, kwa sababu yeye mafuta yake yanaruhusiwa kupita, wanapata mafuta kama kawaida, na kwa muda mrefu ni kwamba hii kitu inaweza kubadilisha kidogo balance of power, kwa sababu pia kumbuka, watu wanaangalia wanagundua, kumbe ukitaka kushinda vita sio lazima uwe na nguvu ya kijeshi ile ya kulipua. Inawezekana ukawa na nguvu tu ya kuumiza uchumi wa dunia na ukashinda vita, kwa sababu kumbuka kwamba hii vita Marekani ni kama vita ilivyokuwa ile vita wanasema vita ya Vietnam. Kuna general mmoja aliulizwa, walikuwa wanaongea Vietnam na Marekani. Marekani akasema naye, lakini tulivyofika battlefield nyinyi mkutupiga, umeona, tuliwaua mkutupiga. Alafu yule Vietnam akasema but it doesn't matter, umeona, kwa sababu ile bigger picture ya vita ya Vietnam inaonekana ilikuwa ni failure. Kwa hata kama vita ulishinda, lakini vita inaonekana ilikuwa ni failure. The same kama Iraq. Ilikuwa hivyo, Iraq imeenda amepigwa Saddam Hussein hivi, Iraq imekuwa shanda mbwanda. Lakini nenda sasa hivi Marekani ongelea vita ya Iraq, hakuna mtu anayeona kwamba ile ilikuwa ni success. Ndivyo hivyo hata hapa Iran hatakiwi hata kushinda nini. Kuna vitu tu akifanikiwa kuvifanya itaonekana kwamba hii vita sio success nchini Marekani. Kwa hivyo itakuwa ni kama wameshinda vile vile, umeona. Kwa hiyo sasa Marekani ana kazi kubwa sana ya kuweza kabisa kushinda yani vita na kuonekana wameshinda. Na sasa hivi ukisikiliza kauli ambazo zinatolewa hapo mtandaoni au wanazoongea viongozi, zinapishana kwa hata unashindwa kuelewa kwamba goal ni nini, kwa sababu wanasema kwamba mtu unavotaka vita pia inatakiwa wewe unajua kwamba unataka kuachieve kitu gani. Mwisho wa siku hii vita unataka ikupe nini, umeona. Na hilo goal ndo kwamba Wamarekani wamekuwa wameshindwa kulidadavua vizuri. Nini unataka? Yaani ili tuseme hii vita Wamarekani wameshinda, yani inabidi kitokee nini, umeona? Haya, na hii baada ya hapo sasa hizo supply chains zilizokuwa disrupted, nchi kama Afrika zitaathirika vipi? Na je, hizi nchi kama zikiathirika sana zitaionaje hii Marekani baadaye, baada ya kuona kwamba sisi hatujaingia vita, umesababisha vita ambayo imetuletea matatizo. Kwa hakuna win rahisi kwa Marekani na hakuna exit rahisi, yani hakuna, umeona. Kwanza kuinvade tu Iran imekuwa ni gharama kubwa sana kwa Marekani kwa maana mbili. Gharama kubwa kwa maana tu gharama ile ya kununua ile ya mabomu na nini, umeona. Kama nilivyosema, bomu moja la milioni moja linashusha drone ya 10,000. Kwa kuna gharama hiyo ya nani. Lakini kuna gharama ya kisiasa, kwa sababu sasa faida ambazo walikuwa nazo mheshimiwa Trump kwamba bana yeye hajaileta vita, hizo zote maana yake naye ameshazipoteza, umeona. Kuna maumivu ya uchumi wa kidunia. Sasa hivi dunia ndio inaanza kupitia kwenye hayo maumivu ambayo Marekani na Israel wamesababisha, umeona bana, au ndo wameanzisha kutokana na kwamba wao ndo walianzisha vita, unaona. Kwa hiyo hii kwa sasa hivi hali tulipo sasa hivi sio win situation, ni lose situation, kwa sababu yani hii vita tena sio lose, yani ni lose, kwa sababu wa kwanza kulose anakuwa ni Muirani, wa pili kulose ni Marekani, na watatu kulose ni dunia kwa ujumla, umeona. Kwa ndo nimeona kidogo tuzungumzie vita ya Iran, tuichambue kidogo. Kama wewe unaifuatilia, mimi nitaendelea kushusha series za kuelezea, lakini nataka nizungumzie hapo mbele uchumi ni hii kitu ina affect vipi uchumi wa nchi za Afrika, umeona. Sasa kwa sababu kama nilivyowaambia, anangatwa na mtu mbu Marekani, anayeumwa zaidi na mbu ni mtu ambaye yuko Morogoro. Yaani si Afrika ni kama vile tunagundu kwamba mabaya yote yatakayotokea sehemu tunaathirika zaidi ni sisi. Kwa hiyo sasa sasa hivi itakuwaje? Afrika uchumi wake utakuwaje baada ya haya mapigano? Na je, Marekani ni super power kama ambavyo inasema na itaendelea kuchukuliwa hivyo kama super power? Je, vita kama vita ni muhimu tu kuwa na silaha kubwa au ni muhimu zaidi kuwa na strategy, umeona? Na je, strategy ambayo unaona wametumia Iran, je wewe kwako unaona ni strategy sawa au ni strategy ambayo sio sawa? Na kama sio sawa, kwa nini kingetakiwa kifanyike, umeona? Lakini kama ni sawa, kivipi? Hiyo ndo vita kwa ujumla ya Iran nazidi kuizungumzia.
ni vitu sad sana, watu wanakufa na nini, kwa hiyo sio kitu cha kusherekea. Unajua hata kama nchi uipendi, hata kama hata serikali, mimi nilikuwa siipendi kweli serikali ya Iran, kwa sababu jinsi ambavyo sikubaliani tu na jinsi watu wanavyowatesa wanawake, tesa watu na vitu kama hivyo, na nimekuwa na watu nafanya nao kazi wanatoka Iran, watu na vitu wanavyoelezea ni vitu ambavyo vinasikitisha sana. Umeona? Kwa ile serikali mimi yani sisikitiki kila bomu linalowapiga watu wa serikali yao. Lakini je, strategies zinaweki? Kwa sababu hata kama pamoja na kwamba una support njia moja au nyingine, je, hizi strategies zinaweki? Kwa sababu ndo sometimes unaweza ukafanya vitu vikawa tu vina mabaya zaidi kuliko mazuri. Umeona? Vita za Gaza na nini zimeua watu wengi sana, yani hadi ambao yani uwezi ukakaa tu na kuunga mkono. Ndio walivyopigwa vita wa Israel ilikuwa ni kitu mbaya sana, na wameuawa vibaya sana, hadi kuna Mtanzania aliuawa vibaya kikatili sana, kitu ambao sio sahihi. Lakini pia je, sasa hiyo ni sahihi kwenda kuua sasa watu 2000 yani kama kulipiza yani visasi, au kuna namna ya kutafuta strategy nzuri na kuweza kudili na hizi situation? Ndio kitu inabidi tujiulize kabla tujaleta kukuruka kala za siasa. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Peace.